kwanza nashukuru sana kwa majina yangu, naitwa Bishop Ivan Njoroge wa Faith Manifestation Church Karatina. Napenda Mungu kwa maana ameniokoa, amenihifadhi. Yesu ni neema na Yesu ni mwamba katika maisha yangu, na mahali niko najua kwamba atazidi kutupigania na kututetea. Ni Mungu mwaminifu. Na salimu wote katika jina safi, kuanzia na wale wako hapa na wale wako online katika jina safi la Yesu. Natangaza ushindi tunapoanzia mwezi huu wa 3, na katika mwezi wa 3 elewa jana ya kwamba ni mwezi ambaye tunabadilisha kila kitu, na leo tumeingia katika kubadilisha kila kitu katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa hakuna mtu ambaye atabadilisha, sisi ndiye tutabadilisha, kwa maana huyu Mungu mwaminifu. Glory be to Jesus. Asante kwa wageni wetu wametembelea siku ya leo. Mungu awabariki na watendee vyema, kwa maana huyu Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu nataka kuongea kuhusu mwezi huu tuandamane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuandamane na Mungu mwezi huu katika jina la Yesu Kristo, na tuandamane na covenant. Tuliongea ya kwamba mwezi wa 3 ni mwezi wa kuandamana na covenant, na sasa katika jina la Yesu tutaandamana na covenant. Glory be to Jesus. Amen and amen. Nimekueleza mwezi huu tutaandamana na covenant, na tutaandamana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Covenant ni nini? Covenant ni nini? Ama ahadi ni nini? Glory be to Jesus. Ahadi ni jambo ambalo umeahidiwa. Covenant inakujaji katika wanadamu. Covenant inakuja wakati kunakuwa na agreement. Are we together? Hakuna covenant without agreement. Glory be to Jesus. Na asubuhi ya leo tutaweka covenant na tutaweka agreement. Glory be to Jesus. Na covenant ni watu wawili ambaye wameongea na wamesikizana. Asubuhi ya leo nitasikizana na Yesu Kristo mwana wa Mungu, ili tuandamane naye mwezi huu wa 3 katika jina la Yesu. Na leo ni tarehe 2 mwezi wa 3, na tena ni mwanzo wa wiki hii mwezi wa 3. Na wacha nikueleze, hakuna kitu ya muhimu katika maisha ya mwanadamu kama kuandamana na Mungu. Na asubuhi ya leo tutaandamana na Mungu katika jina la Yesu. Jambo la pili, tutaweka covenant. Jambo la 3, tutaweka agreement. Glory be to Jesus. Agreement and covenant. Agreement ni masikizano. Are we together? Na leo tutaweka masikizano. Bwana Yesu asifiwe. Masikizano yetu na Mungu mwezi huu wa 3. Glory be to Jesus. Na tulielewa mwezi wa 3 ni ule mwezi ambaye tunachange kila kitu. Tunachange kila kitu. Glory be to Jesus. Na kuchange, tunachange nini? Tunachange miaka, tunachange maisha yetu katika jina la Yesu. Are we together? Na mahali ambapo maisha yako yalifanya mapinduzi, asubuhi ya leo tutaondoa yale mapinduzi. Glory be to Jesus. Eleza mwenzako, andamana na Mungu sasa katika jina la Yesu. Kuandamana na Mungu na kuwa na covenant na agreement. Are we together? Sasa tunataka kuchagua katika Joshua 1, tuanzie 3 pia mstari wa 3, na ninaamini Mungu atubariki. Joshua 1. Ni kitabu cha Joshua 1 mstari wa 3 na 4 na mpaka 5 na mpaka 6. Tupelekane hapo na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Joshua 1 mstari wa 3 inasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Amen. That kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu Are we together? Mwezi huu katika
jina la Yesu tutakuwa na covenant na Mungu na tutakuwa na agreement na Mungu, na hakuna kitu ya muhimu kama kuweka covenant yako na Mungu. Tumeweka covenant na watu, lakini covenant za watu zinaenda kidogo, zinavunjika, lakini covenant za Mungu zinakaa milele. Na nimeona kuna hata covenant, fit covenant, yaani nyayo zako ziko na covenant. Kwa hivyo hata ardhi inasikia kwamba iko na covenant na miguu yako. Are we together? Rudia hapo tena. Kila mahali zitakapokanyanga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Glory be to Jesus. Hebu basi tuombe hapo kitu. Baba, katika jina la Yesu, hatuwezi fanya kitu chochote, hatuwezi pata covenant za miguu bila wewe, hatuwezi pata covenant za maisha yetu bila wewe, na pia hatuwezi kufanya covenant bila damu. Na siku hii ya kuanzia wiki na mada za kwanza ya wiki hii na ya mwezi huu, katika jina la Yesu, I pray this morning, give us covenant, give us direction, give us your power, give us your knowledge. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Tunaona hapa ili tupewe, na ndiposa tumeomba ili upewe covenant, lazima kuwe kuna mtu anaongea na wewe unaongea. Are we together? Na Biblia imesema kwamba kila mahali are we together. Kwa hivyo sasa kuna covenant ya miguu yako, hapa kuna covenant ya macho yako, na sasa katika jina la Yesu tutawekwa covenant ya miguu na covenant ya macho katika jina la Yesu. Na hizi covenant inasema mahali popote utatembea, mahali popote utashika hivi, Mungu amesema nimekupatia, kama vile nilikuwa pamoja na Musa. Tuendelee hapo. Kila mahali zitakapokanyanga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili, na hii nasema nilivyomwapia. Sasa hapa ni ameapa, alitogether. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitapungukiwa wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hapo ndipo nataka sasa tusikie vizuri. Verse 6 inasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalitisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mstari wa 5 hapo ndipo nataka tusikie vizuri. Mstari wa 5 inasema hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Amen. Glory be to Jesus. Sasa huu ni wakati Joshua alifika akaona ya kwamba kama Mungu amewaacha. Glory be to Jesus. Na ujue hapa ni wakati Musa kwanza alikufa. Na wakati Musa alikufa, Joshua akaachwa nyikani peke yake na wana wa Israeli, na Musa alikufa kwanza. Na hapa ndipo Mungu alikuja akaweka covenant ya kwamba Joshua, shika maneno haya, nitatembea
nitatembea pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, na tena mimi ni Mungu wa mipaka. Usione ya kwamba umefika hapa. Usione ya kwamba umefika hapa. Jua ya kwamba kuanzia sasa utaenda mbali. Glory be to Jesus. Mwezi huu wa 3 tunapoomba maombi ya maji, ile kitu tutasema jioni asubuhi ya leo ni kujua mipaka yetu haijafika hapa. Mipaka yetu haija hapa tumeona. Mipaka yetu haijafika hapa tunaona kama ni hapa. Sasa katika jina la Yesu, inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu sitafika hapa. Mimi nitaenda mbali katika jina la Yesu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Kuanzia hapo Joshua akaamka, akapata nguvu, akapata uwezo. Na baada ya leo tutaamka mahali tuko na tutapata nguvu na uwezo katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikueleze jioni asubuhi ya leo na mwanzo wa wiki hii, ni vyema kuandamana na Mungu sasa. Ni vyema kushika ahadi za Mungu sasa. Usiangalie vile hali ilivyo. Usiangalie watu wako namna gani. Usiangalie wanasema namna gani. Usiangalie vile wanasema juu yako. Ujue hata mataifa yalielewa Musa ameondoka. Lakini wacha nikueleze, ile kitu Joshua alifanya naye, alisimama na neno na ahadi. Wewe siku ya leo, eleza mwenzako, kuanzia leo nitasimama na ahadi za Mungu. Wacha nikueleze, ahadi za Mungu ina uwezo. Ahadi za Mungu si za wanadamu. Ahadi za Mungu haielekezi mtu kama haielekezi mtu mahali papaya. Na bila shaka kwamba na mtu yoyote hata kuweza. Hakuna kitu kibaya kama kuwezwa na mtu. Are you together? Sasa katika jina la Yesu hakuna mtu atatuweza. Verse 5 inasema, upata kuwa mtu yeyote. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo mtu yeyote hatakuweza. Na asubuhi ya leo ninasimama na hii ahadi. Hakuna mtu. Glory be to Jesus. Na unajua watu wengi wanazuiliwa na watu. Unajua watu wengi wanazuiliwa na watu. Hata kwingine hata si shetani. Watu. Hata sahihi, hata hii kanisa. Si shetani peke yake na kuzuilia, ni watu. Watu wanaweza ongea kitu asubuhi ya leo. Ukiwa una kichwa kimoja, unaona kama unabii. Kwa sababu vile wanasema. Leo katika jina la Yesu, hakuna maneno ya mwanadamu na hakuna mtu. Haleluya. Kwa hivyo asubuhi ya leo, uwezo wa mtu ambao unasimama mbele yako hautakuzuia katika jina la Yesu. Na Biblia inasema kwamba katika mstari wa 6, uwe hodari moyoni na usijali. Asubuhi ya leo lazima tuwe hodari na tuwe na moyo wa usijali. Hakuna kitu baya kama kukosa moyo wa usijali. Asubuhi ya leo tutapata moyo wa usijali. Na ile kitu inasumbua watu wengi ni kukosa moyo wa usijali katika jina la Yesu. Na kuna mahali katika siku nzuri hapa katika mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema namna gani? Unasema tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni. Tangu jangwa hili na mlima huu na Lebanoni mpaka mto ule mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu, mimi nina covenant mpaka mahali nitafika.
Usione kama siko na covenant mahali nitafika. Kwa hivyo huwezi nifikisha hapo. I have a covenant. Hautashika hapo. Na Biblia yangu inasema kwamba kutembea na Mungu na kuwa na covenant. Hebu shika hapo vizuri. Mahali hapa kuna mambo kama matatu ama manne. Jambo la kwanza, covenant ya miguu yako. Andika hivi. Covenant ya miguu yako. Awitugeni. Tukiwa na covenant ya miguu yetu, glory be to Jesus. Jambo la pili, covenant. Andika hivi. Covenant ya mahali itafika. Maombi ya asubuhi. Watu waona nisikize vizuri. Tuna covenant kama mara tatu. Covenant ya mahali miguu yangu itaenda na covenant ya mahali mimi nitafika. Kwa hivyo hakuna mtu na hakuna roho itanizuilia kufika pale na bado kufika. Kwa hivyo mstari wa hili nasema tangu jangwa hili. Tusomee hapo hili. Tangu jangwa hili mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wewe. Mpaka wako border are you together? Mipaka yako. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu amekuwekea mipaka, utafika hapa. Leo asubuhi ya leo mimi niko na covenant mahali nitafika. Glory be to Jesus. Kwa hivyo niko na covenant ya kutembea na Mungu, niko na covenant mahali nyayo zangu zitafika, na niko na covenant nitafika wapi. Na asubuhi ya leo maombi ambayo tunakuaga naye asubuhi ya leo ni kushikana na ombi la kumweleza Mungu niunganishe na ahadi hii ya miguu yangu mahali nitafika na mipaka yangu mahali nitafika. Kwa hivyo asubuhi ya leo inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu naomba uniunganishe na ahadi zako, ahadi za miguu yako na ahadi za kufika mahali ninafaa nifike. Nani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Glory be to Jesus. Unajua watu wengi hawana ahadi na miguu yao mahali itafika. Watu wengi hawana covenant na mahali mipaka yao inafika. Haujashika hapo, lakini watu waone shika hapa vizuri. Are you together? Watu wengi hawana ahadi, yaani promises ama covenant na Mungu. Uko na covenant ya kwamba mahali nyayo zako itafika. Kwa hivyo asubuhi ya leo nakuambia ya kwamba ongelesha miguu yako, uiambie isikie neno la Mungu. Mahali unavaa ufike sasa, miguu yako iwe ikimbie ifike mahali covenant za miguu yako ziko. Glory be to Jesus. Na asubuhi ya leo nitaongelesha miguu yangu. Bishop Ivan Njoroge niongeleshe sasa, niambie miguu yangu, yaani nyayo zangu za miguu ishike neno la Mungu, ifike mahali na bali ifike. Glory be to Jesus. This morning I will stand, I will speak the word of God seriously upon my feet in the name of Jesus. Na asubuhi ya leo nitaweka neno la Mungu kwa miguu yako. Nitaweka neno kwa miguu yako. Eleza mwenzako, weka neno kwa miguu yako katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo tutaweka neno kwa miguu. Are you together?
kuweka neno kwa miguu, na hata ni vyema kuweka neno kwa macho. Mungu alimwambia Ibrahimu, hebu toka nje niweke macho yako neno. Hebu toka nje niweke macho yako neno, nikwambie vile utakaa. Macho yako iangalie, macho yako ione. Na Mungu akamwambia, toka nje Abraham, I want to put eye covenant, ya kwamba kuanzia sasa toka nje, na ukitoka nje uangalie mbinguni, uone nyota za mbinguni, na wakati utaona nitaweka covenant eyes. Hiyo ni Genesis. Mungu alimuuliza Ibrahimu, toka nje nikuonyeshe kitu naita covenant eyes. Na Mungu akamwambia, ukifika hapo nje uangalie mbinguni. Akamwambia, unaona nini? Akasema, naona nyota. Umehesabu zile nyota? Akasema, ni nyingi. Akamwambia, kizazi chako kitakuwa kama nyota za mbinguni. Na ujua wakati ule Ibrahimu hakuwa na mtoto. Kwa hivyo asubuhi ya leo tutaweka eye covenant. Hata macho yako iweke neno, na unapoiweka neno sasa itaangalia mbele. Mambo mengine ikiwa hautaweka covenant, hautatoboa. Lazima uwe na covenant, na ile covenant unaweka ni covenant yako na Mungu. Ile mwanyita hau kana mutindaniza wanyita verse Genesis 15 tuanze mstari wa 3. Inasema Abraham akasema, tazama huku nipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Hilo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Glory be to Jesus. Sasa hapa inaitwa eyes covenant, na asubuhi ya leo tutaweka eyes covenant. Na hiyo kusema kwamba na covenant inawekwa na nini? Covenant inawekwa na nini? Covenant lazima iwe na damu. Hawezi weka covenant without the blood. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Yesu alikufa ili tuwe tunatembea na damu ya Yesu. Kwa hivyo without blood you cannot make covenant. Hawezi weka covenant ikiwa hauna damu. Glory be to Jesus. Na tukisoma mambo ya nani inasema kwamba I think 17 verse 11 inasema kwamba nilimpa damu hii ya madhabahu. Kwa hivyo wakati wowote unatembea na damu ya Yesu unaweka covenant. Na asubuhi ya leo tutachukua damu ya Yesu. Mambo ya nani umesema umefika hapo. Mambo ya nani 17 verse 11 Leviticus. Na muda hauturuhusu tukae sana sasa. Leviticus 17 verse 11 inasema, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Tusije hapa. Kwa hivyo hii damu inaweka covenant. Glory be to Jesus. Na asubuhi ya leo neno langu nasema kwamba unawezaje kuweka covenant? Lazima uwe na damu. Na asubuhi ya leo nimeshukua damu ya Yesu ili niwe na covenant na miguu yako, ili niwe na covenant na macho yako,
Glory be to Jesus. Na kwanza tumesoma pale Joshua, tumesema kwamba nyayo za miguu yako mahali itafika. Umepata pale Joshua 1 mstari wa 3. Kila mahali zitakapopakanyanga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi. Adaida, mmefanya nini? Nimewapa. Okay, sasa Luka 22 verse 44. Uone ya kwamba mahali pale wakati damu ya Yesu ilishika ardhi, wakati ilishika nchi, na asubuhi ya leo, jambo la kwanza nitatembea na ile damu iliyo kwa Yesu, ili sasa inisaidie hata ardhi isitie vizuri. Uandiki Jehova, unaandika hapa mabeni na kuelezaka ya kwamba nakupatia prayer items, ili ya kwamba hata wewe ukiomba, unaona tunaanza wiki hii na wewe, na tukianza wiki hii na wewe, nataka tuanze wiki hii with power, na tunaanza mwezi huu, tunauanza sasa na uwezo wa Mungu. Haleluya. Na wacha nikueleze hii neno ndio itakusaidia. Chukua damu ya Yesu iweke kwa miguu yako, chukua damu ya Yesu uiweke kwa macho yako, chukua damu ya Yesu uiweke kwa kichwa yako. Watu wa Kristo wanadhani damu ya Yesu ilisafisha tu nafsi zao. Hawajui damu ya Yesu lazima uitumie mahali popote. Na hata saa hii, nimesoma hapo Luke 22 verse 44. Luke 22 verse 44 inasema, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake. Hapo sasa kwa damu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki. Tunasoma Luka 22 or Luke 22 verse 44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu. Yakidondoka chini. Yakidondoka chini. Kwa nini? Ili ya kwamba chini ama ardhi ndio inasikia vizuri kuhusu covenant. Na sasa asubuhi ya leo ninapoanza mwezi wa 3, mimi nitatembea na hii covenant ya damu ya Yesu. Na tena hata mimi nasema kwamba hakuna mtu ataniweza, kwa sababu niko na covenant ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nitabeba damu ya Yesu, ili damu ya Yesu iweke covenant, kwa sababu covenant bila damu hakuna covenant. Wewe utasikia hii covenant bila damu hakuna covenant. Sasa kwa hivyo mimi niko na covenant ya miguu yangu, niko na covenant ya kwamba hakuna mtu atanishika duniani. Yes, nobody ataniroga mimi, hakuna mtu ataniroga katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ningetaka tusishinde na watu wa dunia. Wakati rais alikuwa watatu kama wanne, alikuwa anaitwa Mwai Kibaki, alikuwa wangapi? Watatu. Kuna slogan ambayo alikamata. Alisema kuna wimbo ilipo wakati alikuwa anasajiliwa. Anbwaga. Sasa anataka ubwaga na watu. Anbwaga. Na hiyo kitu ikaendelea hivi. Nani alibwaga? Unaona. Sasa hii ni neno inasema ya kwamba mstari wa 5 hii Joshua
Joshua 1:5. Joshua 1:5 inasema, hapata kuwa mtu yeyote. Sasa hebu kuanzia leo chukua damu ya Yesu, useme wewe utakuwa mshindi, na si mshindi wa kawaida, ni mshindi wa covenant. Na hii mshindi wa covenant wiki hii na mwezi huu wa 3, mimi nitatembea na covenant ya kwamba mwezi huu wa 3, hata si mwezi peke yake, miaka ambayo nitaishi dunia hii na kizazi changu, nimebeba covenant ya damu ya Yesu, ya kwamba hakuna mtu atanishinda mimi. Wewe basi tufikishe hapo sasa, tusimame na miguu yetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, nasimama mbele yako asubuhi ya leo. Hii ni siku ya kwanza ya wiki hii na ni mada ya kwanza ya wiki hii. Mungu, hakuna kitu itaniweza wiki hii, kwa sababu nimebeba covenant yako, na wale watu wanapigana na mimi asubuhi ya leo, nimechukua damu ya Yesu, na zile pepo inapigana na mimi, niko na covenant ya damu ya Yesu. Mimi sitashindwa, kwa maana niko na covenant ya damu ya Yesu. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu, mimi sitawezwa, nimechukua damu ya Yesu, na hata ardhi nimeishika hivyo, na nimeiweka damu ya Yesu, na mipaka yangu nimeiweka damu ya Yesu katika jina la Yesu, na macho yangu ninaiambia ishike covenant katika jina la Yesu, na ishike damu ya Yesu, na nimebeba damu ya Yesu katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo ikiwa ni mwanzo wa mwezi huu wa 3, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, tembea pamoja nami, damu ya Yesu katika jina safi la Yesu. Na asubuhi ya leo, na mada ya kwanza, hii ni mada ya kwanza ya mwezi huu, na leo ikiwa ni wiki ya kwanza ya mwezi huu, nashikana na wewe Yesu katika jina la Yesu, na nimepokea promises zako ya kwamba hakuna mtu atanishinda, na sio ushindi wa kawaida, ni ushindi wa covenant wa damu ya Yesu Kristo. Na asubuhi ya leo nitaendelea, nimeweka mipaka, na si mipaka ya kawaida, ni mpaka mahali mtafika na damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Liba baba yande zakata ya Jehova. Ongea mbele za Bwana, ongea mbele za Bwana asubuhi ya leo. Nimeweka miguu yangu neno la Bwana, nimeweka mipaka yangu neno la Bwana, nimeweka maisha yangu neno la Bwana katika jina la Yesu, ya kwamba kuanzia sasa hakuna roho itanishinda, hakuna mtu atanishinda katika jina la Yesu Kristo. Ninapoanza mwezi huu, katika jina la Yesu, ripa papa santa raba babu santa, nimekuja kuanza wiki hii, nimekuja kuanza mwezi huu. Ongea, usiongee na mwema, ongea mbele za Bwana, mwambie nimekuja, nimebeba damu yako, katika jina la Yesu Kristo, nimebeba damu yako. Na ewe ardhi nisikie sasa, ewe mbingu nisikie sasa, katika jina la Yesu Kristo. Sitashindwa na mtu dunia hii, kwa maana mimi ni mtu wa covenant, na nimetembea na covenant. Nimechukua damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Nimekubeba sasa, nimekubeba kwa mikono yangu, damu ya Yesu nimekubeba kwa mikono yangu, nimekubeba kwa miguu yangu, nimekubeba kwa macho yangu, katika
katika jina la Yesu. Rabababashatakayanda ritakayantekayaso ritakayandalaliwa risitikiandalala katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimebeba damu ya Yesu, nimebeba jina la Yesu, nisaidiane na mimi katika jina la Yesu. Ripapapasaka lupositakaya Jehova katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo rabashaka lupositakaya likakataya Jehova ramamayani zakataya Jehova na damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Mahali madhabahu yameinuliwa hapa duniani inapigana na mimi na inanisumbua, kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nimechukua damu ya Yesu. I have 7 days before me. For this week I carry the blood of Jesus. I carry the covenant of the blood of Jesus. This morning nimebeba sasa agano ya damu ya Yesu, na sasa hiyo agano ya damu ya Yesu itasaidiana na mimi katika jina la Yesu. Agano ya damu ya Yesu itasaidiana na mimi katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, mwezi huu wa 3, nimebeba covenant, nimebeba damu ya Yesu, nimebeba covenant, nimebeba covenant, miguu yangu imebeba covenant katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo nimebeba covenant, asubuhi ya leo nimebeba covenant, asubuhi ya leo, mwezi huu wa 3, mwezi huu wa 3, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, nimebadilisha anga ya maisha yangu, nimebadilisha sasa, ili niinuliwe, ili nitembee na covenant, ili niende mbali kwa jina la Yesu, ili niende mbali kwa jina la Yesu. Mimi nitafanikiwa, mimi nitaenda mbali kwa jina la Yesu Kristo. Rashataralakanta. Hakuna mtu hapa dunia hii atanishinda na silaha zake kwa jina la Yesu. Na nimeweka damu ya Yesu katika njia zangu zote na katika ulimwengu wangu wa rohoni. Nimeweka damu ya Yesu, na mtu ambaye amejipanga kinyume na maisha yangu asubuhi hii ya leo, katika jina la Yesu, nimebeba covenant ya damu ya Yesu. Mahali nilielewa na nikainuliwa madhabahu ya kupigana na mimi Bishop Eva na kupigana na mwito wangu Jehova, narudisha sasa. Waliiba vitu vyangu katika ulimwengu wa rohoni, nairudisha sasa. Narudisha kibali yangu sasa, narudisha kipawa changu sasa, narudisha grace yangu sasa, narudisha kibali yangu sasa, katika jina la Yesu.
Yesu. In the name of Jesus. Nimebeba damu ya Yesu. Nimebeba damu ya Yesu. Nimebeba damu ya Yesu. Nimebeba damu ya Yesu. Damu ya Yesu kuwa uwezo katika maisha yangu. Damu ya Yesu kuwa uwezo katika maisha yangu. Kwa maana Baba unastahili na niwe kimbilio. Sasa inua mkono wako mbele za Bwana, sema nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja asubuhi ya leo, nimebeba damu yako initengenezee njia asubuhi ya leo, na niko na covenant. Covenant ya kwanza ni kutembea na wewe. Covenant ya pili ni ya nyayo zako. Covenant ya tatu ni ya mipaka mahali nitafika. Na asubuhi ya leo nimechukua damu yako inisaidie, inielekeshe maisha yangu yote, sio tu mwezi huu wa tatu, lakini maisha yangu yote na kizazi changu yote na karia yangu yote na calling yangu yote na vision zangu zote. Asubuhi ya leo tarehe 2 mwezi wa 3, Yesu tembea na kuanzia sasa nasimama ulimwengu wa roho na badilisha vitu vyote. Na kuanzia leo nimekuja nianze maisha mengine mapya ya covenant, mimi na wewe, katika jina la Yesu. Na damu yako safi na takatifu ikae pamoja nami, ikae kwa miguu yangu, kwa macho yangu, kwa mawazo yangu, kwa mwili wangu wote, na isimame initetee ulimwengu wa roho, na katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Glory to Jesus. Watu wa online, katika jina safi la Yesu na kuombea uwe na covenant hizo tatu katika jina safi la Yesu Kristo, ili ufike mahali Mungu anataka ufike, na uweke neno la Yesu miguuni mwako, na hata uweke neno la Yesu machoni mwako na mafikira yako. Kuanzia sasa, tembea sasa, na nimekuombea sasa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Kuanzia sasa, watu wa Mungu, tumetembea na that covenant in the mighty name of Jesus. We will win our battle this month without any hindrance, because we have the covenant of the blood of Jesus. Now we know the covenant of the blood of Jesus. We will win our battle without any argument. Are we together? Without any argument, in Jesus' name. God bless you and give you glory. Sasa watu wa online, katika jina la Yesu, watu walio hapa karibu, ni wakati wa kutoa sadaka zetu katika jina la Yesu, na Mungu atubariki katika jina. If you have your offering, weka kwa basket ile, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Mungu atakubariki in Jesus' name. Amen and amen.